Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV. Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, na kualika ungane nami katika kipindi cha Darasa Mseto. Hiki ni kipindi chenye upembuzi yakinifu, kinagusia masuala mbalimbali yanayotokea ndani na nje ya Tanzania. Nikukumbushe mtazamaji, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imejikita katika masuala mbalimbali, lakini pia inajikita kwenye swala la ajenda ya nishati safi ya kupikia. Sasa leo hapa studio niko na wageni. Ninaye Bi Neema Mbuja, yeye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini kutoka Wizara ya Nishati. Lakini pia niko na mhandisi Samuel Kesi, yeye ni meneja utafiti kutoka Shirika la Umeme Tanzania TANESCO. Tuko hapa kujadili kwa kina kuhusiana na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia, lakini pia tutazungumzia swala zima la mchango wa taasisi katika utekelezaji wa ajenda hiyo ya nishati safi ya kupikia, tulipotoka, tulipo na tunapoelekea, lakini pia mkakati wa mawasiliano katika kufanikisha azma ya ajenda ya nishati safi ya kupikia. Mimi ni Esther Amandus Zelamula, karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kwa kuanza kipindi chetu, Neema, hebu kwanza wafahamishe watazamaji wetu nini hasa malengo makuu ya mkakati huu wa taifa wa nishati safi ya kupikia, na pia utatueleza ni wadau gani wakuu wanaohusika katika utekelezaji wa mkakati huu. Ninashukuru sana Esther kwa kweli kwa kutupa nafasi hii. Kama unavyofahamu, ajenda ya nishati safi ya kupikia ni ajenda ambayo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ajenda hii ilianza kushika kasi miaka ya 2022 pale ambapo kulikuwa na mikutano kadhaa ya kimataifa ambayo ilikuwa imefanyika. Baada ya mikutano kufanyika, kukawa kuna ajenda nyingi zinazozungumziwa pale. Kuna masuala ya kupunguza hewa ya ukaa, kuna masuala ya watu wa G20 walikaa wakakutana kuhusiana na masuala ya dunia na ajenda nyingi kubwa zilizokuwa zinajadiliwa. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba kuna masuala mazima ya ajenda nishati safi ya kupikia, basi kuna mikutano kadhaa ambayo ilifanyika, likiwemo lile la Baraza la Nishati Safi ya Kupikia Afrika, ambao mkutano huu ulifanyika, na pia ukafanyika pia mkutano mwingine wa COP29 kuhusiana na masuala ya mazingira. Wakagundua kwamba kuna gap kwenye masuala ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo wakaja na mpango mahususi, na serikali ya Tanzania ikaona kuna haja kupitia kinara wetu Mheshimiwa Rais kwamba ni lazima sasa tuje na ajenda nishati safi ya kupikia kama moja ya ajenda muhimu sana ili uweze kuleta mabadiliko chanya kwa Watanzania. Kwa hiyo kilichofanyika cha kwanza ni kuanza kuandaa mkakati ambao ulikuwa ni mkakati wa miaka 10 kutoka 2024 mpaka 2034. Na mkakati huu uliandaliwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinawekwa sawa. Lengo kubwa la kwanza ilikuwa ni kuongeza uelewa kwa Watanzania juu ya umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia na kuondokana na matumizi ya nishati isiyo safi. Lakini lengo lingine lilikuwa ni kuandaa, kuhuisha na kuangalia, je, sera, kanuni, miongozo tulionayo hapa nchini ikoje kwenye masuala mazima ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo akasema ni vizuri vitu kama hivi viangaliwe katika mkakati ili kusudi tunapoanza utekelezaji wa ajenda nishati safi ya kupikia, basi hili pia liwe ni moja kati ya malengo ambayo yatawekwa mahususi. Lakini lingine lilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapunguza gharama za matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kama unavyofahamu, ununuzi wa mitungi na nishati zingine ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupikia, gharama zake kidogo ziko juu.
Kwa hiyo wakasema kupitia mkakati huu tutakuja na mbinu namna ya kuangalia ni kwa kiasi gani serikali itaangalia kuboresha upatikanaji wa hivi vifaa vya nishati safi ya kupikia ili Watanzania kupitia marika yote ambao wanatumia hii nishati waweze kunufaika. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa ni malengo mahususi na sababu hasa za kuja na mkakati huu, na uzuri mkakati huu ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe mwezi Mei mwaka jana. Kwa hiyo baada tu ya kuzinduliwa, Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo kwa Wizara ya Nishati kwamba sasa hivi mkae mwanze kuangalia utaratibu mzima wa kuja na mapendekezo, kuja na wadau, nini ambacho serikali na kupitia Wizara ya Nishati inataka ifanye ili kuweza kufikia azma ya kuwatoa Watanzania kutumia nishati isiyo safi na kwenda kwenye nishati safi. Kwa hiyo miongoni mwa target ambazo tulikuwa tumepewa ni kuhakikisha kwamba at least inapofika mwaka 2034 Tanzania iweze kufikisha angalau 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati iliyo safi. Kwa hiyo ukiangalia hii target ya 80% ni target kubwa na inahitaji juhudi nyingi za pamoja ambazo zitawekwa kwa pamoja kushirikiana na wadau mbalimbali. Na ndio hao wadau ambao waliwazungumzia na kuwauliza ni kina nani, ambao tunao sekta binafsi, tunazo taasisi za serikali, tunao wizara, idara za serikali na wadau wengine mbalimbali ambao ni wazalishaji wakubwa wa vifaa mbalimbali vya nishati safi ya kupikia pamoja na wasambazaji wa mitungi na bidhaa zote zinazohusiana na masuala ya nishati safi ya kupikia. Engineer au mhandisi Samuel, ni hatua gani mpaka sasa zimekwisha tekelezwa hadi sasa tangu huu mkakati uzinduliwe rasmi? Asante sana Esther. Sisi kama TANESCO na sisi wadau kutekeleza mkakati huu kwa maana kwamba tuko chini ya Wizara ya Nishati. Sasa kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia nishati safi ya kupikia ikiwepo umeme, maana umeme pia nao ni nishati safi ya kupikia. Tunahakikisha kwamba umeme unawafikia wateja kwa kiasi kikubwa, na ukiangalia sasa hivi takriban wateja zaidi ya 500,000 wameshaunganishwa kwenye mfumo wa umeme. Lakini pia lingine tunahakikisha kwamba umeme unakuwa unapatikana kwa hakika, ili wateja wanapopikia umeme ule pasiwe na disturbance watu kutumia muda wote. Kwa sababu kuna miradi inaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba umeme unapatikana kwa hakika. Lakini pia sisi kama taasisi tumefanya pia mafunzo kujengea watu uwezo, kwa sababu unavyojua changamoto mojawapo ya wananchi kuhamia kwenye nishati ya kupikia ni ile elimu, kwamba elimu imewafikia baadhi ya wananchi wateja, tumefanya kwa kiwango kikubwa. Lakini pia changamoto nyingine kama alivyosema mwenzangu, hizi vifaa vya nishati ya kupikia ni gharama kidogo, ambayo katika ile kawaida mteja wa kawaida hawezi kuweza kununua kwa mara moja. Kwa sisi kama shirika kuna baadhi ya miradi tumefanya kwa kushirikiana na wadau ambao wanatoa hizi vifaa, kwa sababu sisi kama TANESCO hatuna majiko, kuna wadau ambao wanayatoa. Kwa hiyo tumekuwa na mahusiano na wale wadau wa sekta binafsi ambao tunashirikiana nao sasa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata hii huduma kwa ukaribu, lakini pia ambavyo vifaa ambavyo vina ufanisi mkubwa na ule ubora unakuwa wa hakika, kwa maana kwamba vifaa hivi vipo vingi masokoni, ila sasa kuhakikisha kwamba mwananchi anapata kifaa ambacho ni bora, tunafanya tafiti kuchunguza ufanisi wa vile vifaa, ubora wake, na kuwashauri waweze kutembea maeneo ambayo tumeshawafikia wananchi. Kwa sababu unaweza kumweleza mwananchi kwamba kuna kifaa cha kupikia cha umeme ambacho ni kizuri, lakini bahati mbaya hakipo karibu. Mathalan yuko kijini mkoa kama Arusha, Loliondo, unaambia mteja kuna jiko la kupikia la ufanisi la umeme, analihitaji sasa ambacho tumefanya, tumeshirikiana na wale wadau binafsi kuhakikisha zile huduma zinawafikia wale watu kwa ukaribu. Mnatumia viashiria gani au vipimo gani kuhakikisha kwamba kuna idadi kubwa ya wananchi wanatumia nishati safi ya kupikia? Asante sana Esther. Tunafanya tafiti, kwa sababu wateja wale wakishaunganishwa tunachukua takwimu zao za manunuzi ya umeme. Kwa hiyo tuangalia matumizi yao ya mwezi baada ya kununua yale majiko, je, yamepanda, yamepungua, yamebaki pale pale. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba wateja wale kweli wamechukua yale majiko na wanayatumia. Je, kuna mpango kazi wowote au niseme action plan ambayo ya miaka kadhaa ambayo inaongoza katika utekelezaji wa mkakati huu wa nishati safi ya kupikia? Ni kweli huu mkakati wa miaka 10 ambao tumepewa na serikali na umeandaliwa na Wizara ya Nishati
ni kwamba umeweka kabisa mpango wa utekelezaji, na mpango huo wa utekelezaji umeainisha wazi kabisa kwamba lazima swala mojawapo lilikuwa ni kuweka utaratibu wa namna ya kuwafikia wananchi kwa taarifa, na si taarifa tu, lakini taarifa ambazo ziko sahihi. Na katika lile bango kitita limeainisha kila mmoja ana jukumu gani la utekelezaji. Kwa mfano, ukiangalia dhana ya nishati safi ya kupikia, haimuachi tu peke yake Wizara ya Nishati akafanya kila kitu. Tunao wadau kutoka Ofisi ya Makamu wa Rais, mazingira wanafanya. Kwa nini? Kwa sababu hawa moja kwa moja wanaingia katika swala zima la mazingira. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ukataji wa miti na uharibifu wa mazingira kwenye masuala nishati safi ya kupikia. Na kama unavyofahamu, Watanzania walio wengi wanatumia kuni, wengine wanatumia mkaa na njia nyinginezo ambazo wanatumia kwa ajili ya kupikia. Kwa utaona Ofisi ya Makamu wa Rais mazingira inaingia moja kwa moja katika kushirikiana na kwenye huo mpango mkakati umeweka kabisa ya utekelezaji kwamba nani atafanya nini. Kwa maana hiyo wenzetu upande wa mazingira wao watatusaidia wakati tunaendelea kutekeleza mkakati, wao wanahamasisha na kuhakikisha kwamba elimu ya masuala ya mazingira inatiliwa kipaumbele. Ukija kwa wenzetu wa TAMISEMI ambaye pia ni mdau, kumbuka TAMISEMI ana watu wengi sana mle ndani, ana walimu mle ndani, ana wafanyakazi wengi ambao wanafanya nao kazi, lakini pia mle ndani utawakuta na wadau wengine wengi. Kwa hiyo TAMISEMI naye ana jukumu lake ambalo amepewa la kuhakikisha kwamba hawa watu wote wanafikiwa na elimu, lakini wanafikiwa na kile ambacho kwenye mpango mkakati kimeelekezwa. Lakini ukija kwa mfano kwenye ishu ya wenzetu wa magereza, tunajua kwamba kulikuwa kuna tamko lilitolewa na serikali kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba at least wale taasisi ambazo zina watu zaidi ya 100, yani unalisha watu zaidi ya 100, lazima kwa sasa tuanze kutumia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo miongoni mwa zile action plan ambazo zilikuwa zimewekwa ni pamoja na kuwafikia watu wa magereza, kuwafikia watu wa shule za boarding kama unavyofahamu, za msingi na sekondari ambazo zilikuwa zinatumia nishati ambayo sio safi. Hiyo yote ilikuwa ni lazima waweze kufikiwa. Lakini kubwa kuliko yote ni kuhakikisha kwamba elimu sahihi inawafikia Watanzania. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinawasababisha watu kutumia nishati isiyo safi, kiashiria kimoja wapo tulichogundua ni kutokuwa na elimu mwingine anatamani kabisa kweli anafahamu kwamba hii nishati sio salama kwa afya yake, lakini anakwambia sasa mimi nitafanyaje, sina namna. Kwa hiyo ina maana tutakapompa elimu na kumwambia kwamba kuanzia sasa hivi matumizi ya kuni na mkaa sio salama kwako, then sasa tunamwambia na mbadala wake ni nini. Kwa unapokuwa unampa na mbadala, yani unampa na solution, anakuwa anaelewa aha, kumbe kwenye swala hili mimi ninaweza kuliepuka. Lakini unajua wengine ni mindset zao tu ziko hivyo, kwamba ni mtazamo ambao mwingine anakuambia Esther, mimi bila kula chakula kilichopikwa na mkaa nikapata na mahaba kidogo, kwangu mimi naona ule ubwabwa au ule wali haujawa mzuri. Lakini ukweli ni kwamba wali unaopikwa na umeme, wali unaopikwa na rice cooker na aina zingine zote za nishati ni ule na utaendelea kuwa wali ule. Isipokuwa tu ni zile notions na mindset za watu ambazo zilikuwa zimejengeka kwa muda mrefu kwamba nikitumia hiki kitakuwa kizuri zaidi. Kwa hiyo ndio pale ambapo sasa elimu inatakiwa ya hali ya juu kuingia mpaka kwenye mashule, kuwa na hizi klabu za kuongea nao, kuambia kwamba jamani, matumizi ya nishati isiyo safi si nzuri, na kuwaambia athari za kiafya, athari za kimazingira ambazo mtu anaweza kazipata kutokana na kutumia nishati isiyo safi. Kwa hiyo mpango upo na utekelezaji wake ndio kama hivi unavyoona kwamba sasa tunapita katika vyombo mbalimbali vya habari kuwaambia Watanzania kwamba hii kampeni imeanza muda mrefu, lakini ni muendelezo wa kampeni yetu tangu ilivyoanza mwaka jana, kwamba ni lazima swala la elimu. Lakini katika utoaji wa elimu hatuishii tu kumpa elimu mwanafunzi na wengine. Kumbuka tunao wadau katika mikoa, kwenye halmashauri, kwenye kata na maeneo mengine mengi. Hawa wote tunawaita maafisa madawati.
Hawa maafisa madawati kazi yao kubwa, tunapowapa elimu, wao sasa ndo watatoka kwenda kwenye vijiji, kwenye mitaa na maeneo mengine kuweza kupeleka taarifa sahihi zinazohusiana na masuala ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo kazi hii si ndogo, ni kazi kubwa ya kuweza kuwafikia Watanzania wote kwa taarifa kupitia kama ni vyombo vya habari, kupitia mitandao ya kijamii na maeneo mengine, ili hizi taarifa sahihi zifike. Lakini pia kuwa na ujumbe ambao ni sahihi. Umezungumzia kwa kina hapa kuhusiana na afya na mazingira, kwamba utekelezaji sasa wa mkakati unaathiri vipi kupunguza magonjwa ambayo yanasababishwa na moshi na majiko ya kienyeji, na kama kuna tathmini yoyote ambayo ya faida za kimazingira kama kupungua katika ukataji wa miti ovyo, ya uzalishaji wa hewa ukaa. Hilo nadhani atalijibu mwenzangu, lakini mimi ningeweza tu kugusia kidogo kwamba tunapozungumzia kampeni kama hii, kwa nini tunaamua kuchagua kampeni ambayo ina ujumbe sahihi? Kwa mfano, ujumbe ambao tunatembea nao kwenye kampeni ya kitaifa ya nishati safi ya kupikia ni nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira. Kwa unaona umegusa pale pale kwenye swala la afya, kwenye swala la mazingira, ambavyo ndio vitu ambavyo kila wakati vinamzunguka mwananchi na Mtanzania wa kawaida kwenye maisha yake ya kila siku. Labda mwenzangu ataelezea kwa kina zaidi. Karibu. Asante sana. Ya, kama alivyosema, lengo la mkakati ni kuboresha afya za wananchi, kulinda mazingira, lakini pia kuboresha maisha. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu 1033 hupoteza maisha kutokana na kutumia kutokana na magonjwa yanayosababishwa na moshi, kwa maana mapafu na vitu kama hivyo. Sasa tunategemea baada ya kuanza utekelezaji wa mkakati huu ile namba itapungua, na tangu tumeanza utekelezaji wa mkakati huu matumizi yameanza kupanda, kwa sababu takwimu za kufanya mwaka huu mwezi wa 6 zinaonyesha kabisa kwamba tangu mwaka 2022 ambapo tulikuwa na 19% tu ya nishati safi ya kupikia, sasa tuko zaidi ya 23%. Na tunategemea inapofika mwisho wa mwaka wa fedha tufanye tena survey tuweze kujua magonjwa yanayosababishwa na moshi yamepungua kwa kiasi gani. Lakini pia mazingira utakuwa shahidi kwamba sasa hivi kidogo mazingira yameanza kuwa tofauti na miaka ya nyuma. Ule ukame mkali kidogo umeanza kupungua kwa sababu miti mingi imepunguzwa kukata, lakini pia kuotesha miti. Kama ujuavyo, Tanzania umeme mwingi tunazalisha kwa kutumia maji, na inapotokea kipindi cha ukame ina maana ni miti imekatwa. Lakini utakubali kwamba kwa kipindi kirefu sasa hivi swala la ukame kidogo limepungua. Hii inatokana na watu kupunguza kutumia hivi vyanzo vya kuni, lakini pia swala la kuotesha miti. Jamii inahamasishwaje sasa kuhusiana na faida ya matumizi ya nishati safi ya kupikia? Swala la uelimishaji, najua Esther, ni swala pana kidogo, kwa sababu kwa kuwa lengo letu sisi ni kuifikia jamii yote na Watanzania wote, hilo ni swala ambalo ni la msingi na linafanywa na kushirikiana na wadau. Kwa mfano, kwa wenzetu wa TANESCO wataelezea vizuri kwamba wana programu nzuri sana ambayo wanaifanya kwa ajili ya kuelimisha wananchi na mambo mengine mengi mazuri ataeleza. Lakini kikubwa hapa ni kwamba jamii inapopata elimu sahihi, kama nilivyosema, ina tabia ya kubadili mitazamo. Haijalishi alikuwa na mitazamo hasi kwa muda mrefu, lakini unapompa elimu nzuri yenye kueleweka na akajua athari ya jambo fulani, wananchi ni wepesi sana kubadilika na kufuata kile ambacho mnakisema. Kwa na sisi tukasema kwamba kwa sababu sasa tuko katika uelimishaji na kuhakikisha kwamba tunataka kufikia zile 80% ya Watanzania, basi lazima tuhakikishe kwamba swala la utoaji wa elimu tunalipa kipaumbele. Hivi karibuni, ilikuwa ni mwezi Januari kama unakumbuka, tulikuwa na mkutano muhimu sana wa Mission 300. Ulikusanya marais wa Afrika ambao walikuwepo hapa, tukawa na agenda pia nishati safi ya kupikia, ikawa ni moja ya mambo ambayo Tanzania imeadopt kwenye mkutano ule. Na katika agenda hiyo tulipewa pia target kwamba tunatakiwa at least 75% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo ajenda nishati safi ya kupikia kwa Tanzania ni ajenda ambayo imepewa kipaumbele cha hali ya juu. Na uzuri ni kwamba kwa sababu ni ajenda ya mama na ajenda ni ya kwetu, basi sisi tuko tayari kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais ili kuhakikisha kwamba ajenda hii inafikiwa. Sasa kama tumepewa 75% kwenye masuala ya Energy Compact na Mission 300 kulingana na yale maazimio yaliyofikia kwenye lile azimio,
ina maana hatutofautiani sana na ajenda ya kufika 2034 kwamba pale tumepewa 75 lakini huku sisi tumesema bwana 75 haitoshi. Tunakwenda kuongeza 80% ili ikifika 2034 Watanzania wameondoka kwenye matumizi ya nishati isiyo safi kwenda nishati iliyo safi. Asante sana. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba changamoto kubwa ni gharama ya kununua vifaa. Na sisi kama shirika hatuna majiko ya kupikia, ila tunashirikiana na wadau kupata ya majiko. Sasa hivi tunafanya pilot project ya mradi tunaoita ni home billing financing. Tunapomuunga mteja mpya na umeme, tunampa option ya kupata na jiko la umeme kwa njia ya mkopo ambao atalipa kidogo kidogo kwenye manunuzi ya umeme kila mwezi. Na katika hiyo survey tumepata upokeaji mkubwa sana. Kuna mwingine ulikuwa unampa hiyo option, anakuambia mimi na miji mitatu, naomba nipe majiko matatu. Na kwa sababu sisi tulikuwa tunataka ile ya utafiti, tunamwanganisha na supplier wa majiko ili aweze kumpatia jiko moja kwa moja. Lakini pia sisi tulianzia nyumbani kwetu TANESCO kwamba wafanyakazi wa TANESCO hakikisha wanapikia umeme, ambao utalipa majiko na wenyewe utalipa kidogo kidogo kadri unavyozidi kwenda. Kwa halisia ni kwamba gharama ya kupikia kwa kutumia nishati safi ni rahisi ukilinganisha na nishati ambayo sio safi. Kwa mfano tafiti tulizofanya kupika chakula ile sahihi maharage, mfano chakula ambacho tunatumia muda mrefu kupika na chakula ambacho ni common kwa Tanzania, kupika maharage nusu kilo inachukua chini ya uniti moja ambao ni chini ya shilingi 200 za Tanzania. Lakini nishati nyingine kama mkaa unaweza kukuta inakugharimu zaidi ya shilingi 500 mpaka 1000. Na uzuri wa haya majiko ambayo ya promote kwa wananchi yamejaribiwa na yako sanifu sana kiasi kwamba chakula wewe unahitaji kusubiri mpaka kiive ndio uzime jiko. Na utakuwa una kiseti pale unaendelea shughuli zako nyingine lazimika. Tofauti na nishati nyingine ambayo inabidi uwepo muda wote kuhakikisha kwamba chakula kiiva unazima lile jiko. Lakini pia kwa sababu una seti kwa muda, chakula kiiva inazima yenyewe. Tofauti na yale majiko kufanya umeme ya zamani, ilikuwa ukiwasha jiko halizimi mpaka uje ulizime. Na ndio hatari ile kubwa. Lakini majiko sasa hivi ni salama kwa maana ya kwamba chakula kikishaiva inazima. Kwa mfano haya ya induction, kama hakuna kitu jikoni na jiko limewashwa bahati mbaya, huwa haliwaki. Kwa hiyo kwamba zile features za usalama zote zimezingatiwa. Lakini issue nyingine ambayo TANESCO tunaifanya, tunafanya utafiti kuangalia matumizi ya umeme yakipokelewa kupikia. Je, mfumo wetu utakuwaje? Kwa sababu kwa mfano leo wakisema wananchi milioni 5 wameanza kupikia umeme, jamaa matumizi yatapanda. Kwa hiyo tunafanya tafiti kuangalia watu wakiadopti hii nishati safi nini kitafanyika ili kusiwe na matatizo. Kwa hiyo tunaangalia kwamba uongezaji wa uzalishaji wa umeme, lakini pia kureinforce yale maeneo ambayo kidogo yana changamoto ya umeme ili matumizi yakiongezeka pasiwe na matatizo kwenye. Kuna vikwazo vyovyote vya kijamii au kiutamaduni vinavyoathiri matumizi ya nishati safi ya kupikia? Kwa upande wangu naweza nikasema vipo. Ndio viashiria vyenyewe ambavyo tuliona kama ni one of the gaps ambazo tuliziona hapo awali. Kwa mfano, unajua mwananchi wa kawaida siku zote kwenye maisha yake anaathiriwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, anaathiriwa na aina ya tradition na customs ambazo yuko nazo. Lakini cha pili, anaathiriwa na mazingira namna yalivyo. Lakini makuzi na malezi yanamwathiri pia. Sasa hivi viashiria vyote, ukimkuta huyu mtu amestick kwenye masuala yake, kwa mfano ya kiutamaduni, anakwambia bwana, sisi tangu wewe unazaliwa tunapikia kuni. Leo hii unaniambia nitoke kwenye kuni niingie kwenye matumizi ya nishati isiyo safi, iliyo safi, hakuelewi. Anakwambia sasa, hebu niambie, hapa kijijini kwangu mimi nina mwaka wa 20 sijawahi kuugua maradhi yoyote wala sijawahi kupata changamoto zozote za kiafya, na ninyi mmekuwa kwa staili hiyo. Huyu mtu anahitaji elimu ya ndani kabisa ya kuzungumza naye ili kuweza kumtoa kwenye hiyo. Tunashirikiana na wadau wote kupitia halmashauri, kupitia wakala, serikali kwa ujumla na wadau wengine wote kuhakikisha kwamba huyu mwananchi by any means. Sasa hivi REA inafanya kazi nzuri sana ya kupeleka umeme vijijini. Kwa hiyo wanapopeleka umeme kule vijijini, tunaanza pia kuwaambia wale wanakijiji, jamani, sawa tumewaletea umeme, lakini pia umeme huu ni moja kati ya nguzo muhimu sana za matumizi bora ya nishati ya kupikia.
Neema, kuna swala la mawasiliano. Ni nani walengwa wakuu wa mawasiliano? Kuna wazazi, labda kaya, vijana, wanawake. Na hapo kwa kuongezea, je, kuna bajeti yoyote mahususi ya utekelezaji wa mkakati huu wa nishati safi ya kupikia? Labda kwa kuzungumza, unapozungumzia mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, unakwenda sambamba na mkakati wa taifa wa mawasiliano. Kwa sababu unapoandaa mambo yote haya, kwamba nitatoa elimu, nitahakikisha sera zimekaa vizuri, nitahakikisha wadau wameshirikishwa, sekta binafsi na kadhalika. Mtu anayekuja kufuata baada ya yote haya ni mtu wa mawasiliano. Yeye ndio anayetakiwa sasa kujua kwamba mawasiliano yangu ya kimkakati yalenge wapi na kwa nani, kwa kundi lipi, lenye rika ipi, mitazamo ipi. Ukishafahamu hayo yote, kumbuka hapa tuna makundi mengi sana ambayo yapo. Tuna kundi la vijana, tuna kundi la wanawake, tuna kundi la watoto, tuna rika la kati ambao wako mashuleni. Hawa wote ni makundi ambayo yanahitaji by any means kupata taarifa ambazo ni sahihi. Samuel, kwa kumalizia, nini mchango wa taasisi katika utekelezaji wa hii ajenda muhimu kwa taifa? Sisi kama taasisi mchango wetu ni kutumia target kwamba mpaka ikifika mwisho wa mkakati huu at least 20% ya wateja wa TANESCO waweze kuwa wanatumia umeme. Lakini pia sisi kama taasisi bado tunatoa mafunzo kwa wananchi, lakini pia kutafuta ruzuku ambazo zitasaidia kufanya wananchi waweze kupata vifaa hivi kwa gharama nafuu. Kwa kumalizia kipindi chetu, ni hatua gani ambazo sasa mnachukua ili kuhakikisha kwamba kila kaya inapata nishati salama, rafiki kwa afya na inayolinda mazingira? Uzuri wa nishati ambayo tunazungumzia sisi kama TANESCO ya umeme tayari imeshamfikia kila kaya. Katika hizo kaya milioni 5.6 na zaidi tayari zina ile nishati. Kinachotakiwa pale kufanyika sasa ni kupata kile kifaa cha kutumia ile nishati. Tofauti na nishati nyingine ambazo lazima ukainunue. Ile ya umeme tayari ipo nyumbani kwako, ni ya kutumia tu. Kwa hiyo kwa kushirikiana na serikali na wadau wa maendeleo tutajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba hizi vifaa vinapatikana kwa bei ambayo ni rafiki. Ujumbe wa mwisho? Mimi kwa kweli kwanza nipende tu kusema kwamba kwa sasa hivi ninatamani kuwashukuru sana vyombo vya habari, kwa sababu katika utekelezaji wa kampeni hii ya nishati safi ya kupikia, vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia Watanzania, na sio tu elimu, lakini elimu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ushirikishwaji wao kama hivi ambavyo mmetupa nafasi, lakini pia kutumia vyombo vingine mbalimbali vya habari kama redio, magazeti, social media, influencers na wengine wengi, watatusaidia kwa haraka sana kwa kila target group kuweza kufikisha ule ujumbe ambao tumeukusudia. Na mtazamaji, hadi hapa Darasa Mseto halina la ziada. Shukrani kwako wewe kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka leo tumezungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia, mkakati wa mawasiliano, lakini pamoja na mchango wa taasisi katika utekelezaji wa ajenda hii ya nishati safi ya kupikia. Mimi ni Esther Amandu Sezelamula na kushukuru sana kwa kuwa nami, bila kumsahau fundi mitambo Geoffrey Magawa pamoja na Kudra Kitali. Asante hadi wakati mwingine, kwa heri. Asante. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, Kipindi chenye maarifa. mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV.